Mchezo wa drafti unaojulikana pia kama drauti au checkers katika baadhi ya sehemu za dunia ni miongoni mwa mchezo wa zamani kabisa unaohusishwa na matumizi ya akili na mikakati. Historia yake inatajwa kurudi nyuma hadi maelfu ya miaka, ambapo ulianza kama mchezo rahisi wa kimkakati na baadaye kukua na kuwa mchezo unaotambulika kimataifa. Kadri ya muda ulivyopita, mchezo wa drafti umeendelea kubadilika, ukivuka mipaka ya kimataifa na kuwaunganisha watu wa tamaduni tofauti kupitia ubao mmoja. Leo hii mchezo huu unaendelea kushika kasi barani Afrika na hasa hapa Tanzania. Katika jiji la Dar es Salaam, mchezo wa drafti umeanza kujijengea utambulisho wake tangu miaka ya nyuma, ukikua kutoka burudani ya kawaida hadi kuwa jukwaa la ushindani na ugunduzi wa vipaji. Nyuma yangu ni watu ambao wanashindana mchezo wa draft katika ngazi ya taifa. Nipo hapa Kimara, bana, mtaa wa Suka. Hawa ni mashabiki wakiangalia namna mbunge ambavyo inachezwa. Huu mchezo una masaa takribani mawili, bado hujaisha. Anashinda huyu, mwisho wa siku inatokea draw mpaka tumpate mshindi wa huu mchezo. Lakini ukuaji huu hauji kwa bahati. Nyuma yake kuna uongozi unaoelekeza mwelekeo wa mchezo huu, si tu hapa Dar es Salaam bali pia katika mikoa mingine nchini. Mwenyekiti wa chama cha drafti Tanzania maarufu kama Simba wa Dodoma anaeleza namna ambavyo mchezo huu unavyoweza kuwakutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali nchini. Nimehudumu kwenye nafasi hii ya mwenyekiti tangu mwaka 2018. Tangu mwaka 2018 nimekuwa mwenyekiti wa mchezo wa drafti mpaka hivi leo. Moja ya plani zetu sisi kama chama cha mchezo wa drafti Tanzania ambacho tumepata usajili tumepata usajili rasmi mwaka 2024 mwezi wa pili. Moja ya plani zetu na malengo yetu ni kupeleka mbele mchezo, lakini pia kufanya mchezo huu uwe kama sehemu ya ajira ya watu. Hapo nyuma kidogo mchezo huu ulikuwa unaonekana kama ni mchezo tu ambao watu wanacheza waliokosa kazi, mtu akiwa amemaliza kazi zake, amemaliza majukumu yake ndio anakuja kwenye mchezo. Lakini tumekuja kugundua kwamba huu ni mchezo ambao ni sehemu ya ajira za watu na ni mchezo unaotumia akili, lakini pia una fursa nyingi ndani yake. Una fursa nyingi mno. Hata hivyo, utekelezaji wa maono haya hapa nchini unahitaji uratibu wa makini na uongozi imara wa ndani, na ni jukumu ambalo linabebwa na viongozi wa kitaifa wanaosimamia maendeleo ya mchezo huu kila siku. Tulizungumza na mratibu wa kitaifa ili kueleza zaidi namna mfumo huu unavyofanya kazi. Kuna ligi za aina nyingi. Kuna ligi za klabu, kuna ligi za wilaya, na kuna ligi za mkoa, na kuna ligi za taifa. Sasa kwenye upatikanaji wa washiriki au players kwenye ngazi ya taifa, maana ndio swali langu liko hapo, si ndio? Kwenye ngazi ya taifa kwanza tunatangaza kila mkoa tuna viongozi wetu wapo kule chama cha drafti, kila mkoa Tanzania. Kwa hiyo tunawapelekea tangazo kuhusu mchezo wa draft taifa, ligi ya taifa ya draft. Kwa hiyo tunawaalika wale viongozi wawagee taarifa wanachama wao kila mkoa, na wao pia wanawatangazia kwenye chama chao cha wilaya na kwenye klabu ili wapate washiriki. Kwa hiyo ile idadi tunawagea sisi kama washiriki watatu katika mkoa wa Dodoma kwa mfano, basi wao wanaweka ligi yao kule ya kutafuta mchujo wa wawakilishi wao ili waweze kucheza katika ligi ya taifa. Kwa hiyo wakishawapata watu watatu katika ligi yao ya mkoa kwa ajili ya kupata mchujo ule watu watatu, basi wakishawapata wanawasiliana na mimi mratibu wa taifa, basi wananitumia majina yao na contact na namba, kila kitu wanawasiliana na mimi, basi na mimi na waelekeza sehemu ligi inakofanyika ya taifa. Kadri juhudi hizi zilivyoendelea, zimeanza kuvutia wadau mbalimbali, hasa wawekezaji wanaoona fursa ndani ya mchezo huu. Miongoni mwao ni Eric Mashayo, mdau wa mchezo huu ambaye alivutiwa kuwekeza kupitia kampuni yake ya Mufuri Enterprises kwa lengo la kuhakikisha mchezo wa drafti unakuwa na kupata nafasi yake kama michezo mingine nchini. Mimi niko hapa kama kuangalia namna ya kusupport michezo hii na kuwaonyesha
wadhamini na wadau mbalimbali waone kuna mchezo kama huu. Kwenye huu mchezo ni mchezo kwa tukubaliana namba moja, ujue mchezo wa kutumia akili. Kwa hiyo kukutanisha watu wenye akili wacheze mchezo ni project nyingine hiyo. Lakini vile vile nataka uelewe kwamba mchezo huu mchezo ambao watu wa kutilia maanani. Sasa sisi Movuli tutakuja kwamba tutawalinki watu hao na watu wadhamini na watu mbalimbali wenye uhisani na watu mbalimbali ambao wanaweza kusapoti michezo. Sasa mchezo kama huo ukiangalia mazingira kama haya si rafiki, lakini ni mchezo watu wanaupenda na vijue vya hivi michezo kama hii viko vingi. Hii ni mfano, tunaenda na vijue vingine ambavyo havijaenda, labda hujapata nafasi ya kuviona, lakini watu wanaupenda. Usishangae mchezo huu ukawa labda namba 2 au namba 3 wa Tanzania, mchezo wa draft. Sasa sisi Movuli tuje tushirikiane na wadau mbalimbali, tushirikiane na wawekezaji, tushirikiane na wadhamini wengine na mbalimbali, tufanye huu mchezo uwe wa kimataifa, kitaifa na kimataifa. Lakini zaidi ya uwekezaji na mipango ya uongozi, nguvu halisi ya drafti ipo kwa wachezaji wenyewe. Hawa ndio wanaoipa uhai, ushindani na maana halisi ya mchezo huu. Unaendekeza, njoo tuone jinsi ambavyo wanacheza mchezo wa draft ambao unahusisha akili na nguvu pia kufikiria mchezo jinsi ambavyo utamalizika. Mimi ndo fundi wa draft, yani mchezo wote mimi nacheza. Yani kitu kishakuwa draft tu mimi nacheza. Unacheza? Kwenye haya mashindano ambayo mpo hapa pia mnacheza. Wewe unashindana au mmeshamaliza? Hapa sisi mimi na huyu jamangu tushatolewa kwenye hatua ya 16. Kwa hiyo mimi hapa ndo tumeshikana kama burudani hivi. Kwa bingwa wako pia naye. Mimi bingwa wangu naye wangu ambaye ndo kanitoa hapa kule. Kitu cha kipekee bwana hapa kwenye mchezo bwana, unatukutanisha watu mbalimbali wengi sana. Najua kwenye mchezo wa draft sio watu wamekaa hapo, kuna askari, kuna walimu, kuna mainjinia kama umesikia hapo, injinia Ngwisu. Kwa hiyo ni mchezo ambao unakutanisha yani jamii wa professional zote, watu mbalimbali wa mtani wako kama mimi hapa mkurugenzi nipo, tunatoka kwenye kampuni tunakuja hapa tunajua kana draft, tuna vijana wetu. Kwa hiyo ndio kitu cha kipekee. Yani huu mchezo cha kwanza kabisa unasaidia yani ukishakuwa unacheza huu mchezo unakuwa na hesabu kubwa sana ya bao. Unatumia akili ujue. Sahihi kabisa. Kwa muda mrefu kumekuwepo na mitazamo tofauti kuhusiana na mchezo huu wa drafti. Wengine wameuona kama ni upotevu wa muda au hata kuhusisha na kamali. Hizo ni imani tu, imani za watu tu, lakini sio kwa sababu watu hawafanyi kazi. Watu wanafanya kazi, baadaye wanakuja kuburudika kama michezo mingine. Ingawa ni kwa sababu tu mchezo wenyewe unaonekana bado haupo kimaendeleo kivile kama wenzetu. Lakini kama ungekuwa upo kimaendeleo makubwa, ina maana wachezaji watakuwa hii kama sehemu ya ajira yao. Unaelewa kama hivyo kwa wenzetu kwa kila mchezo hela. Kwao ni ajira. Unaona bwana, kwa hiyo hata hapa litakuwa iwe hivi. Lakini nimeona mdhamini. Unaona hivyo hizo imani ambazo watu wanazo ni kwa sababu wanaona kama huu mchezo haujafikia katika level hizo ambazo wao walikuwa wanaziona kwa nchi zingine huko, ambapo kwao kila mchezo hela. Wachezaji wanafaidika kwa sababu kunakuwa na ligi kama hivi, kunakuwa na mechi zile za man to man, kwa sababu kitu chochote bwana bila hela hakiendi. Kwa hiyo wakuwepo wadhamini na maana watu wanahamasika kufuatilia na kujifunza. Mimi ni mchezaji mwalimu. Mimi ni Shabani Ngapo au Shabani Katoto. Una muda gani kwenye huu mchezo? Miaka mingi toka miaka 80 huko. Nimekuwa hivyo na toka miaka hiyo watu wananitambua kwa jina la Shabani Katoto. Mpaka sasa hivi watu wanatambua kwa jina la Shabani Katoto hivyo. Licha ya umri. Ingawa wengine sasa hivi wanaita Mzee Ngapo, na kama ambapo unaona hapo sasa hivi wanaweza mzuia kuanishiana hiyo. Wanaita tege, si ndio? Mimi ndo nimeanzisha hiyo mifumo itumike hiyo. Tege. Kwa hiyo ndio maana hiyo wanaita tege ya Mzee Ngapo. Mimi ndo nimebuni hiyo itumike hiyo. Hata ukistaafu kuna jina lako pia umeliweka. Ndio maana yake. Kutoka historia yake hadi ukuaji wake hapa Tanzania, drafti imeendelea kuthibitisha kuwa ni zaidi ya mchezo, ni daraja la kuunganisha watu, ni jukwaa la ndoto na ni mwanzo wa safari kubwa inayokuja. Na hapa Kimarasuka
safari hiyo ndiyo inaanza. Shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Rushuli TV. Asante sana, endelea kushare, kusubscribe na kulike video hii ili tuweze kupata taarifa nyingi na update ambazo zinakuja kila siku.